Na msikilizaji lakini pia mtazamaji wa CMB Bright, tunazungumza moja kwa moja kutoka hapa Bunju A, na live sasa hivi tunaenda kuzungumza na katibu wa Umoja wa Haki za Abiria Tanzania, na zungumzia anayehusika na kutetea haki za abiria Tanzania, ndugu Hashim Omari, ambaye anakuja kutuambia kuna vitu gani ambavyo kama abiria anaweza akazipata, ni haki zipi abiria anaweza akazipata. Naam, tunaenda kuzungumza naye moja kwa moja aweze kutuambia yeye kama katibu ni masuala yapi wamejiandaa kama wao kuweza kuwasaidia abiria wote wanaosafiri ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tunaenda kumtafuta hapa kwa njia ya simu tuweze kuzungumza naye mawili matatu, utaratibu wa abiria Tanzania wao wamejipangaje katika swala hili. Tunamtafuta kwa njia ya simu hapa tuweze kuzungumza naye. Yes, Mheshimiwa Omari, habari ya asubuhi, na unazungumza na CMB Bright TV moja kwa moja kutoka hapa Bunju A. Habari ya asubuhi kokote ulipo huko? Salama nipo barabarani, lakini naendelea na mahojiano kwa shida. Hamna shida. Salama huko. Unaweza ukatuambia hali ya hewa huko inasemaje huko? Hali ya hewa iko salama, tunashukuru Mungu. Kwa Mwanza. Uko Mwanza shwari? Shwari kabisa, Mungu anasaidia. Hapo unazungumza na CMB Bright TV. Unazungumza na CMB Bright TV. Okay. Haya ni mahojiano ya moja kwa moja. Ndio. Tumekupigia simu kutaka kufahamu ukiwa wewe ni katibu wa kutetea haki za abiria Tanzania. Nakushukuru sana ndugu mwandishi. Kwa ufupi, kwanza naitwa Engineer Hashim Omari Maharani. Mimi ni katibu mkuu wa shirika la kutetea haki za abiria Tanzania. Manake ni kwamba abiria yoyote, iwe wa bodaboda, iwe bajaji, iwe wa meli, wa treni, iwe kwenye mabasi, wote ni abiria wetu ambao tunatakiwa kuzingatia usalama wao wanapokuwa katika safari. Kwa hiyo tunaweza kusema sisi kama shirika tumedhamiria na tumejipanga kuhakikisha abiria wetu wanakuwa sehemu salama na wanakuwa katika safari salama. Labda unaweza ukatuambia sisi lakini pia Watanzania kwa ujumla, kuna baadhi ya vitu ambavyo nyinyi kama shirika mnahusiana navyo kwa abiria ambao wanasafiri ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania? Ni kweli tunahusika na hasa upotevu wa mizigo. Unakuta mtu anapanda basi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anapoteza begi, anapoteza vifaa, anapoteza asset, lakini tunakuwa na mchanganyiko kutokea kwa madereva na makondakta kuweza kuwakana hao watu na kutowalipa haki zao za msingi. Wengine wamesikia tu wanaenda kuongea polisi, wengine wanaenda mpaka rata kutoa malalamiko, lakini kuwa na kigugumizi hasa katika wanaopoteza mizigo ya watu katika kuilipa. Lakini sisi kama watetezi wa haki za abiria Tanzania tunasema hakuna mzigo wa mtu utakaopotea na mtu akanyamaza na kaendelea maisha mengine. Lazima haki yake ya msingi ipatikane. Na sisi tumekuwa tukifanya kazi bega kwa bega na jeshi la polisi, tukifanya kazi na LATRA, lakini pia tunadili kwa karibu na TANROADS pamoja na TARURA, kwa maana kwamba miundombinu ya barabara ambayo inaweza ikasababisha ajali, sababu pia tunadili masuala ya usalama barabarani kuhakikisha kwamba alama zote za barabarani zipo, lakini barabara ambazo ziko salama, lakini pia kuona kwamba sehemu gani kuna mashimo au kuona sehemu gani inahitajika zebra au kuona sehemu gani barabara imekuwa na utelezi, ajali zinatokea mara kwa mara. Haya yote yanatuhusu sisi kama watetezi wa haki za abiria, kwa sababu huwezi kumtetea abiria bila kuangalia barabara imekaaje, huwezi kumtetea abiria bila kuangalia daraja liko sehemu gani, huwezi kumtetea abiria bila kuona alama za barabarani kama zile kamili. Haya yote tunadili nayo kuhakikisha abiria anapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine anapita katika njia zilizo salama, lakini zile njia ambazo zina mapungufu pia tunashughulika kuhakikisha tunaongea na watu wa LATRA, tunaongea na watu wa TANROADS, tunaongea na watu wa wale wanaitwa watu wa barabara TARURA, sure. Kuhakikisha tunafikishia taarifa za barabara zao, lakini pia wale watu wanaohusika na mambo ya road sign, kuhakikisha sign ambazo pia zinakuwa zinasababisha ajali. Unakuta kuna daraja lakini hamna kibao kinachoonyesha kuna daraja, anakuja mtu mgeni
ninapoongea niko barabarani nakagua barabara salama na kuhakikisha nafikisha taarifa kwa wahusika kuona kwamba ni sehemu gani ambayo inaweza kuwa ni chanzo cha ajali. Kwa hapo sasa hivi umesema upo Mwanza. Mwanza ni kubwa, upo sehemu gani haswa? Mwanza nipo maeneo ya Nyamongoro. Ninaposema Nyamongoro ina maana kwamba naangalia utaratibu wa barabara. Hii barabara ya Nyamongoro mara nyingi imekuwa ikimonyoka pembeni. Kwa hiyo pia lakini vibao vimekuwa vikiibiwa vya kuonyesha alama za barabara hizo zebra au bumps. Kwa hiyo niko maeneo ya Nyamongoro nikiwa nafuatilia kuhakikisha nafikisha taarifa kwa mamlaka husika kuhusiana na barabara jinsi nilivyoiona. Hii yote ni kuendelea kuwalinda abiria wetu na raia wote kwa ujumla kuhakikisha wanasafiri salama katika vyombo vyao vya moto. Umeongea vizuri zaidi sasa kwamba kwa wahusika ambao ni wamiliki wa vyombo vya moto barabarani hawa mabasi lakini pia madereva, kuna elimu yoyote nyinyi kama shirika ambayo mmewapa ili kuweza kuwapa abiria pale ambapo wanapowasafirisha? Elimu inafanyika kila mara. Elimu inafanyika kwenye mabasi. Kuna wakurugenzi wa kanda, kuna makatibu wa mikoa. Tunahakikisha wote wanaingia kwenye mabasi kwenda kutoa elimu kwa abiria, lakini pia kwa madereva na makondakta wanaohusika na wale abiria. Lakini hata mimi mwenyewe niwe nasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sijawahi kwenda kimya. Huwa nasimama naongea na abiria wangu, naongea na madereva kuhakikisha tunawapa elimu ya usalama barabarani. Lakini pia tunawapa angalizo katika mwenendo mzima wa kuwakea abiria wetu, lakini pia kulinda mizigo ya abiria, lakini pia kuwalinda abiria wenyewe, kwa sababu mara nyingi imekuwa kuna wengine wanaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, badala ya kuchimba dawa mara 4 anachimba dawa mara 2. Hiyo yote ni kwa sababu wakati kusimama wanawahi muda. Sasa hii ni kama kumzuru abiria, ni kama kumsababishia matatizo ya kiafya. Maana unapobana haja ndogo zaidi ya masaa 4 au 5 unaweza kumsababishia tatizo huyo abiria wako, hatimaye unakuta umepata abiria mgonjwa au unakuta kumzuru kitu ambacho ungeweza kusimama watu wakachimba dawa. Haya yote tunayaimba na tunapiga kelele na tunatoa elimu ya mabasi waweze kuwa wanafuata utaratibu wa ratiba uliowekwa, lakini pia jeshi la polisi linafuatia kwa karibu kuhakikisha abiria wetu wanakuwa salama. Na inapotokea tatizo lolote likiripotiwa, jeshi la polisi liko makini sana, LATRA wako makini sana, adhabu zinatolewa, mikeka inaonyeshwa kama jinsi gani kukadhibiwa, na madereva wanaambizana kwamba ukifanya jambo fulani mbele ya shikua umeumia, ukifanya jambo fulani mbele ya jeshi la polisi umeumia, ukifanya jambo fulani mbele ya LATRA umeumia. Kwa hii imekuwa ikitusaidia sana kwa sababu sisi taarifa zetu ni za ukweli, ni za uwazi na ni za picha. Kwa hiyo hamna mtu akuja kukataa kwamba sijafanya kitu fulani. Kwa hiyo moja kwa moja madereva wamekuwa wakikiri makosa yao na faini wanatoa na wanaadhibiwa. Labda unaweza labda nachoweza kuendelea kuongea kwa kuendelea ni kwamba naendelea kuomba serikali iweze kutambua uwepo wetu, serikali iweze kutambua kazi yetu tunayofanya ya kujitolea, tunajitolea, lakini basi iweze kutambua tuweze kufanya na iweze kuongeza nguvu kuhakikisha tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kukagua usalama wa barabara zetu, kwa ajili ya kukagua miundombinu, ili tuweze kuelekea taarifa serikali iweze kufanya marekebisho ambayo yanasababisha ajali za mara kwa mara. Lakini niongeze kwa kusema hata bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nafikiri linapokaa pia limeshaona kazi zetu. Basi tume hata budget ya kuhakikisha inatuwezesha shukua kwenda kufika mbele zaidi, sababu tunachokifanya tunamsaidia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha taifa lake halina walemavu wa ajali, halina vifo vya ajali. Tunataka nchi salama na kila mmoja atembee katika nchi yake akiwa na amani na tabasamu. Kuna abiria ambao wanakuwa wanasafiri lakini pia hawajui sheria, hawajui haki yao kama abiria wakiwa wanasafiri. Kuna muda maalum ambao umetengwa na shirika la Shikuha kwa abiria kwa ajili ya kuchimba dawa au kwa vitu ambavyo wanatakiwa kuvipata wakiwa kwenye basi husika. Kuna vitu ambavyo wanatakiwa kuvipata. Yes, hii elimu pia inaendelea kutolewa na LATRA, lakini pia tunaendelea kuongea na LATRA waendelee kusaidia vipeperushi, kwa sababu sisi hatuna fungu. Basi watuandalie vipeperushi ambavyo sisi kama Shikuha tunatembea kwenye mabasi tunavisambaza, zile stika za kuonyesha ni kitu gani tunatakiwa kufanya kama dereva, kitu gani tunatakiwa kufanya abiria, kitu gani tunatakiwa kufanya abiria, tunabadilisha zile stika kwenye mabasi. Kwa hiyo tunaendelea kuongea nao, watatupa budget au stika kwa ajili ya kuendelea kutoa matangazo kwenye mabasi. Lakini pia tunaposimama kwenye mabasi kutoa elimu, basi tunakuwa tunatoa na namba za wakuu wa LATRA pia, ili kusudi na wenyewe waongeze chati ya elimu, ili hata tunapoenda kutoa elimu sisi basi waingilishe na LATRA ambao wamewapa leseni za usafirishaji, basi tuwe kitu kimoja. Kwa hiyo katika hilo ondoa shaka kabisa, elimu inaendelea iwe kwa mdomo, lakini basi tunahitaji ndio maana sisi tuendelee kupata fungu ili tuweze kutoa elimu kwenye vyombo vya
habari kama TV, kwenye magazeti, taarifa zetu zote zisambae na kwamba nchi nzima itambue kuwa wapo na haki za abiria zipo. Basi tumekuwa na changamoto kwamba watu wakiamini haki za abiria hazipo. Abiria wana haki zao. Sana wanalindwa madereva, sana wanalindwa wamiliki wa mabasi. Lakini nataka niwahakikishie kwamba abiria pia wana haki zao, na sisi kama wasemaji wa abiria tunaamua kusimama imara kuhakikisha hii elimu inafika nchi nzima. Sote pale ulipo, ukisikia mtu amepata shida waite SUKUA. Na namba zetu tunazisambaza kila mahala kuhakikisha sana kutokea mikoa yote ya Tanzania tunaweza kuattend na kuweza kusaidia jamii. Kuna muda maalum ambao umetengwa kwa abiria kuchimba dawa au kwa gari kuharibika? Kuna muda maalum umetengwa kwamba baada ya muda fulani kama tatizo limetokea kwenye basi baada labda ya saa fulani abiria wanalazimika kufaulishwa au kurudishiwa nauli zao kuweza kuendelea na safari yao? Swali zuri ni kwamba basi inapokuwa limeharibika njiani ni masaa mawili ya kusubiri gari itengamae. Lakini pia hapa kuna elimu pia inasikizwa leo kwa dereva na kondakta. Kumekuwa na tatizo na changamoto pengine gari inapata shida inafika klabu, hawatoi taarifa kwa abiria wao kuambia ndugu zetu bwana tumeharibikiwa gari shida yake ni 1 2 3 tutachukua nusu saa au saa moja. Wanakaa chini wanainama chini ya basi wanafungua na mbaya zaidi unakutana pema rekebisho hayo na abiria wakiwa ndani ya chombo. Sasa kama gari ina shida ya mfumo wa umeme, hiyo gari ikipata shoti na maana tunapoteza raia, tunapoteza abiria wetu. Kwa hiyo TPS tumekuwa tukitolea elimu. Hili swala ni muda gani kuchimba dawa, hilo vituo vimeainishwa kabisa. Kuna sema vyoo vimejengwa kabisa na serikali kwamba linapofika mkoa fulani au wilaya fulani kuna choo kwa ajili ya abiria kuchimba dawa. Huwezi kuchimba abiria dawa tu kwa sababu sehemu yoyote. Lakini pia kuna dharura. Abiria anaweza akapata shida ya tumbo, akabanwa, akatoa taarifa kwa kondakta akamwomba dereva akapata sehemu salama, ili mtu akaweza kumsaidia na safari ikaendelea. Kwa hiyo muda upo, ni kama kwamba ni vituo tu vimeainishwa ya kuchimbia dawa. Kila mkoa unatambua kwamba kuna choo za serikali kwa ajili ya kuchimba dawa sehemu fulani. Kwa faida ya watazamaji lakini pia wasikilizaji wanaotufuatilia kupitia CMB Bright TV, kuna neno moja ambalo unaweza ukawaambia abiria wanaosafiri ndani, lakini pia wahusika au wamiliki wa vyombo vya usafiri, lakini pia madereva, unawaambia nini? Ninachoweza kuambia ni kwamba mkataba wako wewe na dereva, mkataba wako wewe na mmiliki wa gari ni tiketi. Hakikisheni abiria anapopanda gari anapata tiketi ya mashine. Narudia kusema tiketi ya mashine, electronic ticket. Hii itamsaidia kama mkataba na kama kielelezo anapokuwa amepoteza shida mzo wake au baada ya kuwa amepata shida njiani kuweza kumsoma na serikali iweze kutambua kwamba ni mtu sahihi aliyokuwa amepanda chombo cha moto. Lakini tiketi za mkono ni ubabaishaji. Mara nyingi wengi wanatapeliwa, mara nyingi wengine wanakataa kwamba hii hujapanda gari yangu. Kwa hiyo nasisitiza wapande gari wakiwa na tiketi za mashine. Na jambo lingine la mwisho, hakikisha unapoenda kupata tiketi unaangalia basi sahihi, unaangalia gari sahihi, unaangalia gari mali una haraka na safari, angalia gari ambayo itakufikisha safari yako. Tumekuwa na matatizo mengi, gari labda inatoka Mwanza inafika Shinyanga imeharibika, inatengenezwa, inatoka Shinyanga inafika Singida imeharibika. Kwa hiyo gari bila kufika Dar es Salaam zaidi ya mara 6. Kwa hiyo gari za namna hiyo basi wazibaini wakatawachae nazo, wapande gari ziko nyingi, luxury, gari nzuri, gari ambazo ni semi luxury. Lakini kuna wengine wanakatiwa tiketi semi luxury za ordinary ni semi luxury. Inamaanisha kwamba tiketi ya shilingi labda 70,000 anakuta analipishwa shilingi 1,000 au shilingi 80. Hii wanakataliwa. Kwa hiyo angalia ubora wa gari na tiketi katiwa kama vinaendana. Kwa hiyo na washauri abiria wasiwe na haraka, lakini pia wanapoenda kwenye vituo vya kukatia tiketi wasikurupuke. Pata ofisi ilipo umeandika ofisi ya labda ofisi ya station, labda ofisi ya Katarama, labda ofisi ya ardhi. Pata zile ofisi upate tiketi. Sio unakutana mtu barabarani tu anakutaka barabarani anakuandikia tiketi, matokeo yake unakuja na kulalamika kwamba nimepandishiwa nauli au mara nimepigwa ama mara niko tumechoka kuyasikia. Mtu apate ofisi iliyoandikwa kupata tiketi kwa booking ya kampuni fulani, akate tiketi yake kwa usalama. Mheshimiwa Katibu, nikushukuru sana na nikutakie majukumu mema na asante sana kwa kuzungumza na CMB Bright TV. Nashukuru sana, lakini pia ningeweza kufanya namba za mawasiliano sababu sisi tunafanya kazi Tanzania nzima. Anayekuja anaweza kupata faida kupitia namba yangu. Karibu. 0784 609 600. Narudia 0784 609600. Injinia Hashim Omari, Katibu Mkuu SUKUA Taifa. Asante sana na kila laheri katika ujenzi wa taifa. Asante sana, natakia majukumu mema. Asante sana.
Mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania yanaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama CMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana, teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search CMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301 au 0768329782, 0768329782, au fika ofisini kwetu Bunju Salama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia CMB Bright TV. Usiogope, bei zetu ni za kizalendo zaidi. Ala.